أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu vita ya Mota. Kuhusu vita hii kuna maelezo mengine kama hivi ya kwamba mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsindikiza hat Abdullah bin Rawaha, hat Abdullah akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niamuru kitu ambacho nikikumbuke kutoka kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kesho utafika mji ambapo haifanywi sijda sana, huko usujudu kwa wingi sana. Sasa hii ni nasaha kubwa mno katika zama hii ya leo nchi tunapoishi. Hapo pia hii ndiyo hali, watu wamemsahau Mungu. Katika wakati huu kwenye zama hizi Wahamadia wanatakiwa kujikita sana katika ibada zao. Kisha yeye akasema, e mtume wa Allah, nisihi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umkumbuke Mwenyezi Mungu, na katika kila swala unalopenda yeye atakusaidia, atakuwa msaidizi wako. Kumkumbuka Mungu ni kitu muhimu sana. Hazrat Abdullah alipotaka kwenda lakini akarejea tena na akasema, e mtume wa Allah, Allah ni witri na anaipenda witri. Mtume akasema, e Ibn Rawaha, je, utaendelea kuuliza tu? Sasa inatosha. Ukichoka na umewafanyia watu 10 ubaya, usichoke kumfanyia mmoja wema. Yani baada ya kutenda mabaya, kama kwa ajili ya Mungu utafanya wema, utakuwa na hofu ya Mungu moyoni, basi Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Basi Mwenyezi Mungu huwaghufiria watenda wema, rehema yake ni pana sana. Kwa kadri uwezavyo fanya juhudi ya kutenda wema na kuepukana na ubaya na kujiepusha na ubaya. Sio maana ya kwamba kila mara utende mabaya 10 kisha useme kwamba nimetenda wema mmoja. Hapana, bali mwenye kutubu kweli kweli baada ya kutenda mabaya kisha anajitahidi kujiepusha na maasi na anatenda wema ili awe mwenye kupata fadhili ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia kwamba usichoke kufanya hata wema mmoja, hapo Abdullah akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi baada ya hayo sitakuuliza chochote. Watu waliwasindikiza maamiri walioteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha aliposindikizwa, ye akaanza kulia. Maswahaba wakamuuliza sababu yake. Ye akasema, wallahi mimi sina mapenzi na dunia wala nini, lakini nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma aya ambamo kuna habari ya moto ya kwamba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqziya, wala hakuna yeyote katika nyini ila ni mwenye kuifikia, ndiyo wajibu juu ya Mola wako uliokwisha hukumiwa.
alisema sijui baada ya kuondoka nitarejea vipi. hapo waislamu wakasema kwamba allah awe pamoja nawe na awaondoleni mabaya na nini, yani awaondoleni mabaya na maasi na nini muje kwetu katika hali ya kuwa maswale. wenye kuaga wakawaombea wote. hii ilikuwa hofu yao, wa ila kwa ajili ya muumini allah anasema kwamba hataenda motoni. hapo muradi wake ni kwamba muumini kwa sababu ya mateso wanayopewa na makafiri wanapata sehemu ya moto katika dunia hii, na baada ya kufa kwao moto unakuwa mbali nao. maswahaba wakielewa jambo hili walikuwa wamesema kwamba shida hii ya dunia pia mwenyezi mungu awaondoleni na nini mutujie katika hali ya kuwa maswale na fadhili ya mungu iwe pamoja nani. imeendikwa ya kwamba hata abdullah bin rawaha baada ya swala ya ijumaa alikuwa ameondoka kutoka madina. imesimuliwa na hata ibni abbas ya kwamba katika vita moja mtume salallahu alaihi wasallam aliwatuma maswahaba kuelekea mota ambao mmoja wao alikuwa hata abdullah bin rawaha. ilikuwa siku ya ijumaa. maswahaba wengine wa safari hii waliondoka. abdullah bin rawaha akasema kwamba nikiwa nyuma na nikiswali swala ya ijumaa pamoja na mtume kisha nitaenda kukutana nao. ye alipokuwa akiswali pamoja na mtume akimwona akasema, kitu gani kimekuzuia kuondoka pamoja na wenzako? akasema kwamba nilitamani ya kuwa ni swali swala ya ijumaa pamoja nawe kisha niende kuungana nao. mtume salallahu alaihi wasallam akasema, kila kitu kilichomo ardhini hata kama utumie yote, watu ambao wameondoka tayari huwezi kufikia fadhili yao. yaani nilikuwa nimetuma kikosi, ilikuwa wajibu wako kwamba usingesema kwamba ni swali ijumaa, bali ungetakiwa kuondoka mara moja. Khalid bin Walid kwa mara ya kwanza alipigana vita akiwa pamoja na Waislamu. habari hiyo inapatikana hivi: Khalid bin Walid alikuwa mwanajeshi mashuhuri na alikuwa askari wa kawaida wa jeshi hili. mtume alipokusanya jeshi hili, miezi mitatu ilikuwa imepita tangu Khalid aingie katika islam. waislamu walipofika mbali kidogo na madina, maadui wakapata habari yao, nao wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kupambana na waislamu. inaonekana kwamba wanafiki wa madina na mayahudi walikuwa wamesambaza taarifa ya kujumuika kwa waislamu na kuelekea kwao kwa siria, ili wakristo waliokuwa upande wa pili wajiandae kwa ajili ya vita. shirahabil bin amr alikuwa gawana wa warumi kwenye maeneo ya kusini ya siria yaliyopakana na kisiwa cha uarabuni. yeye kwa kupitia majasusi wa kirumi wa madina alipata taarifa ya kuondoka kwa jeshi hili. ye akatuma mtu mmoja ili kuwapa warumi taarifa kwamba waislamu wanaelekea siria. kisha kusini mwa siria akaanza kukusanya jeshi kutoka kwa makabila yenye uhusiano mzuri na warumi. kisha ye mwenyewe wakati ule ule akamtuma nduguye pamwe na watu kadhaa kama kikosi cha kutangulia mbele, ili wao wakusanye kwa ajili yake taarifa za jeshi la kiislam. pia imeandikwa kwamba upande wa pili shirahabil bin amr akatayarisha jeshi la watu zaidi ya 100,000. waislamu walipofika katika wadi al-qura, shirahabil akatuma nduguye sadus pamwe na washirikina 50. wao wakapigana vita na waislamu. watu wa sadus wakashindwa na ye mwenyewe pia akauawa. waislamu wakasonga mbele na wakafika katika eneo la siria muad. mahala hapa ni kabla ya mota. hapo maswahaba wakajua kuhusu uwingi wa maadui na kujumuika kwao, na wakapata habari ya kwamba hirakal pamwe na warumi 100,000 amekuja katika eneo la balqa maab.
na waarabu 100,000 wa makabila mbalimbali pia wameungana naye. Alama Zirkani anasema kwamba yawezekana kuwa hii iwe jeshi lile lile la 100,000 ambalo Shirahbil alikuwa amelikusanya. Waislamu waliishi mausiku mawili katika Muad, nao wakaendelea kutafakari juu ya swala hili. Baadhi yao wakasema kwamba sisi tukimwandikia mtume barua tunampatia habari nzima, akituma jeshi la ziada atusaidie au atoe amri nyingine ambayo tutaitekeleza. Hata Abdullah bin Rawaha akawatia moyo ili kusonga mbele na akasema, kaumu yangu, wallahi kitu mnachokichukia saa hizi mlikuwa mmejitokeza kupata hicho, mmetoka na tamanio la kupata shahada. Sisi hatufanyi jihadi na watu kwa kupitia au kwa msingi wa idadi au nguvu. Akasema jihadi yetu haitokani na idadi au nguvu, bali tunafanya nao jihadi kwa dini ya haki ambayo kwayo Mola wetu ametujalia heshima. Songeni mbele katika mema mawili, mtapata moja, ushindi au kifo cha kishahidi. Daraja hizi mbili si mbaya. Maswahaba watukufu wakasema, wallahi Ibn Rawaha amesema kweli. Maswahaba watukufu wakaondoka kwenda mbele, na walipofika Takhumul Balqa majeshi ya Hirqal yakakutana nao, ambayo yalikuwa na watu wa Roma na Warabuni. Kijiji hiki kilikuwa kimoja katika vijiji vya Balqa ambayo yalikuwa yanaitwa Masharaf. Adui wakakaribia, Waislamu wakaeleka upande wa makazi yale yaliyokuwa yanaitwa Mauta, ambapo vita hii ikatokea. Waislamu wakajiandaa kwa ajili ya washirikina. Hata Abu Huraira alishiriki vita hii. Yeye anasimulia ya kwamba maadui walipotukaribia sisi tukaona idadi kubwa mno, matayarisho, silaha, farasi, hariri, bidhaa na dhahabu, vitu ambavyo hatujawahi kuviona kabla ya leo, hadi macho yangu yakashikwa na butwa. Hazrat Thabit bin Akram akaniambia kwamba, Abu Huraira, je, unaona jeshi kubwa? Akaniuliza, nikasema ndio. Ye akasema kwamba hukushiriki pamoja nasi katika vita ya Badr. Sisi hatukupata ushindi kwa sababu ya uwingi wetu. Ibn Ishaq ameandika kwamba Waislamu walijiandaa kwa ajili ya washirikina, na juu ya sehemu ya kulia na kushoto viongozi wakateuliwa. Imeandikwa kuhusu shahadati ya Zaid kwamba kisha watu walianza kupigana vita na wakapigana vikali. Zaid bin Harisa akapigana kwa kutumia bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi kwa sababu ya mikuki ya maadui akauawa shahidi. Kisha Jafar akashika bendera ya Islam na akafanya jihadi. Alipohisi shida katika vita, akashuka chini ya farasi yake Shakra na akakata miguu yake. Kisha akafanya jihadi hadi akauawa shahidi. Jafar alikuwa Muislamu wa kwanza aliyekata miguu ya farasi yake kwenye njia ya Mungu. Mtu mmoja kutoka kabila Banu Murra bin Auf alikuwa ameshiriki katika vita ya Mauta. Ye alisema kana kwamba hata saa hizi namuona hat Jafar aliposhuka kutoka farasi yake Shakra, akakata miguu yake, kisha akafanya jihadi hadi akauawa shahidi. Wakati ule alikuwa anasoma shairi ifuatayo: ya habazal jannatu waqtirabuha tayyibatan wa baridan shirabuha warumu rumun qad dana azabuha kafiratun baidatun ansabuha alayya izlaqatuha zirabuha. Yani pepo na ukaribu wake mzuri ulioje, maji yake ni matakatifu na baridi kiasi gani. Warumi ni Warumi, adhabu yao imekaribia. Wao ni makafiri, nasabu yao ni mbali sana. Inanilazimu kwamba nikipigana nao niwapige vikali. Riwaya moja inasema ya kwamba hat Abu Amir anasimulia ya kwamba hat Jafar alishika silaha
alivaa silaha kisha akawashambulia washirikina. Alipohisi hatari kwamba atakuwa katikati ya maadui, hapo akatupa silaha na akawashambulia maadui na akarusha mikuki hadi akauawa shahidi. Ibn hisham amesimulia kwamba jafar bin abu talib alishika bendera kwenye mkono wa kulia, mkono huo ukakatika, kisha akashika bendera kwenye mkono wa kushoto, nao pia ukakatika, kisha kwa vikoni vyake akaambatanisha kwa kifua chake hadi akauawa shahidi. Wakati ule umri wake ulikuwa miaka 33. Badala ya mikono yake mwenyezi mungu akamjalia mabawa mawili ambayo alikuwa akiruka kwayo peponi popote apendapo. Inasemwa vile vile kwamba mrumi mmoja alimpiga pigo moja na akamkata kwenye sehemu mbili. Imam bukhari na imam baki wamesimulia kutoka kwa abdullah bin umar. Anaeleza kwamba nilishiriki vita hii. Sisi tulimtafuta jafar, tukamkuta katika mashahidi. Tukaona kwamba juu ya mwili wake kulikuwa na majeraha zaidi ya 60 ya mikuki na mishale. Riwaya nyingine inasema kwamba nilihesabu majeraha 50 ya mikuki na upanga kwenye mwili wake, na hakuna jeraha lolote lilokuwa juu ya mgongo wake, yote yalikuwa mbele yake. Jafar alipouawa shahidi, bendera ya islam akashika abdullah bin rawaha. Imeindikwa ya kwamba yeye alisonga mbele. Imeshaelezwa tayari kuhusu jafar. Yeye alihisi wasiwasi kwenye nafsi yake. hata abdullah bin rawaha alikuwa kamanda baada ya jafar. Akapata kiherehere kwenye nafsi yake, akapata mashaka kidogo, akapata hofu. Akasoma shairi ambayo tafsiri yake ni kwamba e nafsi, nimekula kiapo ya kwamba lazima utashuka kwenye medani ya vita. Utashuka kwa furaha au utalazimishwa. Watu wakijumuika na wakiniosha pinde, kuna nini? Mimi na kuona kwamba hupendi pepo. Mimi nahisi kwamba wewe hupendi pepo, unapata mashaka. Kisha katika shairi akasema, ulikuwa umerizika juu yake tangu muda mrefu. Wewe ni tone moja lenye kumiminika kutoka mtungi moja wa zamani. Kwa yote vile, baada ya kusoma haya akashuka chini ya farasi. Hatibre omar akaja na nyama yenye mfupa na akasema kwamba kwa nyama hii ukaze mgongo wako upate nguvu kidogo kwa kula nyama. Ilikuwa imechomwa. Katika siku zile akalazimika kukabiliana na hali yenye mushkil. Ye akachukua nyama ile yenye mfupa akakata sehemu yake, kisha akasikia sauti ya kugongana kwa watu. Akasikia sauti kwamba vita imeshaanza tayari na panga zinaendelea kugongana. Akaiambia nafsi yake, je, bado u duniani? Akatupa mfupa ule kwa mkono wake, unakula nyama, watu wanapigana vita kwa panga. Ye akatupa nyama na akashika upanga wake, akasonga mbele na akaanza kupigana vita hadi akauawa shahidi na bendera ikadondoka kutoka mkono wake. Waislamu na washirikina wakapigana, baadhi ya watu wakashindwa. Hapo utba bin amir akaanza kusema, e kaumu, badala ya kugeuza mgongo na kupigana vita, ni bora kusonga mbele na kupigana vita. Aliwatia moyo. sawa na riwaya moja, hat zaid, jafar na abdullah raziallahu anhum wote walizikwa kwenye kaburi moja. hata abu amir anasimulia ya kwamba hata abdullah bin rawaha alipouawa shahidi, waislamu wakalazimika kukabiliana na hali mbaya. Anasema kwamba sikuona hata watu wawili kwa pamoja, walikuwa wamesha tawanika kabisa. Mtu mmoja ansari akachukua bendera, akaja kwa mbio, akaja na kudunga bendera mbele ya watu, kisha akasema, eni watu, njoni kwangu. Watu wakajumuika kwake. Bendera ilipoletwa, watu wakaanza kujumuika tena. idadi yao ilipoongezeka, wao wakaenda kwa Khalid bin Walid. hata Khalid akamwambia yule ansari, mimi sitachukua bendera kutoka kwako, wewe una haki zaidi ya kubeba. Ansari huyo akasema, wallahi mimi nimeishika kwa ajili yako tu, nimebeba bendera hiyo kwa ajili yako.
kwa vyote vile uamiri wa hat khalid na kushindwa kwa washirikina na mwenyezi mungu namna alivyomwambia mtume kuhusu ushindi malizo yake yameelezwa hivi. imeandika kwamba abu yusr ansari anasimulia ya kuwa hat abdullah bin rawaha alipouawa shahidi bendera ya islam nikampatia hat thabit bin akram. hat thabit akasema kwa hat khalid bin walid, wewe unajua fani za vita zaidi kuliko mimi, hivyo bendera ile akapewa hat khalid bin walid. ibni ishaka anasema ya kwamba hat khalid bin walid aliposhika bendera ya waislamu ye akawalinda watu na akawakusanya tena, kisha akapeleka jeshi lake kandoni na adui pia wakaenda nyuma kidogo, na khalid akiwasalimisha watu akawaleta salama. sawa na ibn ishaka kwenda mbali kimsingi kulikuwa na kujisalimisha na warumi, kwani wakati ule waislamu zaidi ya 2,000 walikuwa wameshazingirwa na warumi, yani walikuwa wameshaingia kwenye medani yao na idadi kwa jumla ya waislamu ilikuwa 3,000. kwa mujibu huu saria hii imetajwa kwa jina la ushindi, kwani maadui walikuwa wamewazingira na walikuwa wameshajumuika juu yao, na katika hali hiyo waislamu wote wangeweza kuuawa shahidi na uwezekano huo ulikwepo. lakini kusema haya yalikuwa kinyume cha kauli ya mtume saa salam kwamba hadi allah awajalini ushindi. maana yake ilikuwa ndio hii kwamba nini mtasalimika tu, na ushindi pia unakuwa na sura mbalimbali mbali. waandishi wengi wa sira wanaandika kwamba khalid bin walid na wenzake wakapigana na maadui hadi wao wakashindwa. hata abu amir ameeleza kwamba khalid aliposhika bendera akawashambulia maadui, mwenyezi mungu akawafanya maadui kushindwa vibaya. kushindwa kama huo sikuwahi kuona, hadi waislamu wakawaua kama walivyotaka. hii pia ni riwaya moja, na riwaya moja inasema kwamba kuhusu hikima ya kivita ya khalid aliyoitumia imeendikwa kwamba khalid alitayarisha tena jeshi katika mota na akachagua kikosi kimoja cha wapanda farasi, akawaamuru kwamba wao wakati wa usiku waende nyuma ya jeshi la kiislam mahala ambapo warumi wasiweze kupaona. khalid aliwaamuru kwamba wao wajigawe katika vikosi mbalimbali na wakiwa nyuma ya jeshi la kiislam waje upande wa mota na watamke takbira kwa sauti ya juu na wakimbize farasi kwenye sehemu yenye vumbi ili vumbi itoke nje na iruke. na shabaha yake ilikuwa ndiyo hii kwamba maadui waelewe kwamba waislamu wamepata msaada mwingine wa ziada. hat ibni umar anaeleza kwamba khalid akitayarisha jeshi lake akapeleka sehemu ya mbele nyuma na akapeleka sehemu ya nyuma kuja mbele, na pia akabadilisha upande wa kulia na kushoto, na maadui kwa kuona hayo wakashikwa na butwa na wakazani kwamba labda waislamu wamepewa msaada wa ziada. wao wakashikwa na haiba na hapo wakashindwa. hat anas anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu kuhusu kuuawa kwa zaid, jafar na hat ibn rawaha. kabla ya watu kupokea habari hiyo, mtume alisema kwamba zaid alishika bendera naye akauawa shahidi, kisha jafar akashika bendera naye akauawa shahidi, kisha ibni rawaha akashika bendera naye pia akauawa shahidi, na machozi yalikuwa yakitirika machoni mwake hadi akasema kwamba upanga moja kati ya panga za allah akashika bendera na allah akawajalia ushindi. hii ni riwaya ya bukhari. hata abu qatada anaeleza kwamba kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akainua kidole chake na akasema, e allah, huyu ni upanga moja katika panga zako, umsaidie. tangu siku ile khalid bin walid alianza kuitwa saifullah, yani upanga wa mungu. sawa na riwaya moja, vita hii iliendelea hadi siku 7. Muslim Maud raziallahu taala anhu pia ameeleza kuhusu vita hii. anasema kwamba hili ilikuwa ni jeshi la kwanza ambalo lilitoka kupambana na ukristo kutoka kwa uislam. jeshi hili lilipofika mpakani mwa siria wakapata kujua kwamba kaisar pia amekuja upande huu, na maaskari 100,000 ni pamoja naye na watu 100,000 kutoka makabila ya kikristo ya uarabuni pia ni pamoja naye.
hapo waislamu walitaka kupiga kambi njiani na walitaka kumpatia mtume taarifa ili kama anataka kuwasaidia kwa msaada mwingine basi awatumie au kama anataka kutoa amri nyingine basi awapatie. Ushauri huu ulipokuwa unafanywa, Abdullah bin Rawaha akasimama na akasema, kaumu, nini mlikuwa mmejitokeza kwenye nyumba zenu ili kuwawa shahidi katika njia ya Mungu, sasa nini mnahisi wasiwasi na hofu? Na kisha alisema kwamba sisi hatupigani na watu kwa msingi wa idadi au nguvu au uwingi wetu. Sisi tumeendelea kupigana na maadui kwa ajili ya dini ambayo Mwenyezi Mungu ameshusha kwa ajili yetu. Kama maadui ni wengi basi wawe wengi. Katika mema mawili moja tutapata ushindi, la sivyo tutawawa shahidi katika njia ya Mungu. Watu kwa kusikia habari hiyo wakasema, Ibn Rawaha amesema kweli, na amri ikatolewa ya kuondoka. Waliposonga mbele wakakuta jeshi la Kirumi wakielekea kwao. Hapo waislamu wakapiga kambi kwenye eneo la Mota na vita ikaanza. Katika muda mfupi tu Zaid bin Harisa aliyekuwa kamanda wa Waislamu aliuawa shahidi. Kisha bendera ya jeshi la Kiislam Jafar bin Abi Talib aliyekuwa binamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika kwa mkono wake na akaanza kuongoza wanajeshi. Ye alipoona kwamba jeshi la maadui linakuja mbele na Waislamu kwa sababu ya idadi yao ndogo hawezi kuvumilia shambulio lao, akashuka chini ya farasi yake kwa jaziba na akakata miguu yake, ambayo maana yake ni kwamba mimi siko tayari kukimbia medani hii, nitapenda mauti lakini sitapenda kukimbia. Hiyo ilikuwa desturi ya Warabuni, walikuwa wakikata miguu ya farasi ili yeye asilete kiherehere na shida kwenye jeshi. Pamoja na kushuka walikuwa wanakata miguu yake. Katika muda mfupi tu mkono wake wa kulia ukakatika, kisha akashika bendera kwa mkono wa kushoto na kisha mkono huo pia ukakatika. Kisha akashika bendera kwa vikoni vyake na akaambatanisha na kifua chake na akasimama kidete kwenye midani hadi akawawa shahidi. Ndipo Abdullah bin Rawaha sawa na amri ya Mtume akashika bendera, ye pia akaendelea kupigana hadi akawawa shahidi. Wakati ule kwa Waislamu haikuwa nafasi kwamba wao wangeshauriana na wangemchagua mmoja wao kuwa kiongozi, na ilikuwa karibu kwamba kwa sababu ya uwingi wa jeshi Waislamu wangeacha medani na kukimbia. Ndipo Khalid bin Walid kwa ushawishi wa rafiki moja akashika bendera na akaendelea kupigana nao hadi jioni. Siku ijayo Khalid akatoka tena na jeshi lile lile ili kupigana na maadui, na yeye kwa busara sana alichokifanya kwamba akapeleka sehemu ya mbele ya jeshi nyuma na sehemu ya nyuma akaleta mbele, na pia akabadilisha sehemu ya kulia na kushoto, na wakapiga takbira hadi maadui wakazani kwamba Waislamu wamepewa misaada ya ziada, na hapo maadui wakarejea nyuma, na Khalid akiwasalimisha Waislamu akawaleta kwa salama. Maadui wakaenda nyuma wenyewe. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume habari ya tukio hili kwa kupitia wahyi, na Mtume akiwatangazia Waislamu akawajumuisha miskitini. Alipopanda juu ya mimbari machozi yalikuwa yakitiririka machoni mwake. Mtume akasema kwamba ni watu na wapatieni habari ya jeshi lililokwenda vitani. Jeshi hili lilienda huko na kupigana na maadui, na baada ya muda Zaid akauawa shahidi. Nini mufanya dua kwa ajili ya Zaid? Kisha Jafar akashika bendera na akawashambulia maadui hadi akauawa shahidi, basi mufanye dua kwa ajili yake. Kisha Abdullah bin Rawaha akashika bendera, naye pia akapigana na maadui kwa ujasiri sana, naye akauawa shahidi. Hiyo nini mufanye dua kwa ajili yake. Kisha Khalid bin Walid akashika bendera. Mimi sikumteua kama kamanda, lakini yeye akajifanya kuwa kamanda wakati ule, lakini yeye ni upanga mmoja katika panga za Mungu. Maelezo yake yamepita juu namna ilivyotokea. Kwa ushawishi wa rafiki moja alishika bendera, hivyo yeye kwa msaada wa Mungu akarudisha jeshi la Kiislam kwa amani,
na kwa sababu ya hutuba hiyo jina la Khalid lilipata umashuhuri kama Saifullah, yani upanga wa Mungu. Kwa kuwa Khalid alikuwa amesilimu katika zama ya mwisho, baadhi ya maswahaba saa nyingine walikuwa wanasema jambo hilo. Safari moja aliongea juu ya jambo fulani kwa Abdurrahman bin Auf. Yeye akaenda kulalamika kwa mtume kuhusu Khalid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Khalid, wewe unamuuzi mtu ambaye anaendelea kuitumikia Islam tangu muda wa Badr. Kama utumie dhahabu sawa na mlima wa Uhud, huwezi kupata zawadi kutoka Mungu sawa na malipo yale. Khalid akasema, ya Rasulullah, watu hawa wanaponiambia kwamba nimesilimu katika zama ya mwisho, kisha na wajibu watu hawa. Mtume akasema kwamba nini, msimuuzi Khalid. Huyu ni upanga moja katika panga za Mungu ambaye Mwenyezi Mungu ametujalia ili kuangamiza makafiri, na bishara hii ikapata kutimia baada ya miaka kadhaa. Khalid alipoleta jeshi Madina kwa usalama, maswahaba ambao walikuwa hawakuenda wakaanza kusema kwamba nini mmekimbia medani ya vita, mungetakiwa kufa kule kule. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu hawa hawakukimbia medani, bali ni wanajeshi wenye kuwashambulia maadui mara kwa mara, na hivyo akatoa bishara ya vita ya siku zijazo ambazo waislamu walienda kupigana na Syria. Na kisha Khalid bin Walid akaonyesha ushujaa wake. Musleh Maud akieleza heshima ya bendera alisema kwamba katika kaumu bendera inaheshimiwa sana. Saa nyingine kwa ajili ya kunyang'anya bendera kutoka maadui zabihu kubwa zinatolewa, na saa nyingine kwa ajili ya kusalimisha bendera zabihu kubwa zinatolewa, na huo hauwi ushirikina, bali kama vile mbele ya baba kukaa kwa mwana watu wote wanaona ni haramu, kwani katika lugha ya kitamsilia huo unakuwa kama ni uvunjifu wa heshima ya baba. Vivyo hivyo katika lugha ya kitamsilia kunyanganywa kwa bendera ya kaumu maana yake ni kama kuzalilika kwa kaumu. Hivyo kaumu zinajitolea uhai wao, lakini haziwezi kuvumilia kwamba bendera yao iende kwa maadui. Ndiyo maana lewai Ahmadiyya au bendera ya Khudamola Ahmadiyya kwa ajili ya ulinzi wa bendera, kanuni imetengenezwa kwamba kwa ajili yake khudam wachaguliwe, wateuliwe. Anaandika kwamba katika watu wa kaumu heshima ya bendera inapopatikana, hiyo inawatayarisha kwamba wao kama wakilazimika kujitolea uhai wao kwa ajili ya ulinzi wa bendera, basi wajitolee, kwani wakati ule si swala la ubao au kitambaa fulani, bali linakuwa swala la heshima ya kaumu. Katika lugha ya kitamsilia linakuwepo katika sura ya bendera. Ameandika kwamba nimekusha eleza tayari mara kadhaa. Tunaona mfano wa namna hiyo kwa maswahaba. Katika vita moja, afisa mmoja muislamu alikuwa na bendera ya Kiislam. Watu hawa walikuwa hawatengenezi bendera kwa thamani kubwa, bali walikuwa wanafunga kitambaa cheusi juu ya ubao wa kawaida. Hata kama kilikuwa kitambaa cha kawaida au ulikuwa ubao wa kawaida, wakati ule swali lilikuwa ni la heshima yao. Ilikuwa haiangaliwi kwamba bendera ina thamani au la, bali kitu kilichokuwa kinaangaliwa kwamba heshima ya kaumu ni katika kuilinda na kuhifadhi bendera. Katika vita ile, Wakristo ambao zidi yao vita ilikuwa inafanywa walienda kushambulia mahala ambapo ilikuwa bendera ya Waislamu. Hiyo ilikuwa ni vita ya Mota. Waliposhambulia Waislamu, mkono wa Jafar ukakatika. Ye akashika bendera kwenye mkono wake wa pili. Maadui walipoona kwamba bendera haikuanguka chini, wao wakamshambulia tena na mkono wake wa pili pia ukakatika. Kisha ye akashika bendera kwa kutumia miguu yake, na kwa kuwa mtu hawezi kushika bendera kwa miguu, hivyo ye akatoa sauti kwa nguvu kwamba muislamu aje mbele na ashike bendera hiyo, na akasema kwamba ni waislamu, angalieni kwamba bendera hiyo isianguke chini. Sasa hiyo ilikuwa ni bendera ya ubao wa kawaida au kitambaa cha kawaida, lakini wao waliipa jina la bendera ya Islam.
japo ni wa ubao wa kawaida au kitambaa cha kawaida, lakini ni bendera ya islam, hivyo kuilinda ni muhimu sana. hivyo afisa moja akaja mbele na akashika bendera. ni wazo langu kwamba alikuwa Khalid bin Walid. Hakuwa Khalid bin Walid, bali sahaba moja mwingine alikuwa ameshika kama ilivyoelezwa, na kisha akampatia Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ambaye akashika bendera hiyo, angalieni ki zwahiri ni kitu cha kawaida, ni kitu cha ubao wa kawaida, na kwa islamu kitambaa hicho au ubao huu hauna umuhimu maksus. lakini ama kuhusu swala la heshima ya kikaumu, islam haikatazi. alisema hii ni bendera ya islam, angalieni isidondoke chini. na mtume salam pia sio maana kwamba hakupenda jambo lake, bali saa nyingine mtume salam mwenyewe kwa ajili ya kusimamisha heshima ya vitu vya namna hiyo alikuwa anasema kwamba nani atabeba bendera hiyo. hivyo katika baadhi ya vita alisema kwamba mimi nitampatia mtu bendera ambaye atasimamisha heshima yake, na masahaba walikuwa wakishindana katika swala hilo ili kupata bendera. maelezo hayo bado yanaendelea na yataendelea katika siku za usoni. mwendelee kufanya dua kwa ajili ya hali ya kawaida ya dunia, haswa siku hizi nchini India na Pakistan, namna hali ilivyo. mufanye dua kwa ajili yake. mwenyezi mungu amalize zulma, awalinde wale wanaozulumiwa, azijalie serikali akili kwamba badala ya kuingia kwenye vita watatue matatizo yao kwa suluhu na kwa amani, na ayajalie mashirika ya kimataifa ambapo adili haipatikani au inapatikana kwa mushkil sana, lakini mwenyezi mungu afanye na ayajalie mashirika na azijalie nchi zilizo jirani kwamba wao waweze kutoa mchango wao katika kutatua swala hilo. upande wa Pakistan inasemwa na mawaziri wanaendelea kusema kuhusu tukio litokalo Kashmir la ugaidi kwamba sisi hatuhusiki nalo, na kama mna shaka basi kwa kupitia idara ya Umoja wa Mataifa mufanye tahqiq badala ya kuingia kwenye vita. serikali ya India pia inatakiwa kuonyesha msimamo mzuri. mungu awajalie akili. vita kama inatokea basi hasara itakuwa pande zote mbili, na sio wanajeshi tu bali hata wananchi na watu wa kawaida pia wanauawa bila sababu. tunaona hali hii katika vita. mufanye dua kwa ajili ya watu wote wa dunia ambao wanazulumiwa. kizwahiri dunia imesimama kwenye kando ya maangamio. mwenyezi mungu aisalimishe kutoka maangamio, na hiyo inaweza kutokea ambapo waweze kuinama kwa Allah. mwenyezi mungu awajalie na atujalie kufanya maombi. sasa baada ya sala ya Ijumaa nitaswalisha jinaza moja ya shahidi Muhammad Asif Saheb, mwana wa Rafiq Ahmad Saheb, mkazi wa Balir, wilaya Kusur. maadui wapinzani wa jumuiya Aprili 24 walimua shahidi kwa kufyatua risasi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. wakati ule umri wake ulikuwa ni miaka 19. alikuwa kijana. sawa na maelezo, siku ambapo tukio lilitokea usiku saa 5 kasorobo, Muhammad Asif Saheb pamwe na jirani yake Ahmadia Asnan Ahmad Saheb walienda na pikipiki nje ya kijiji ili kununua baadhi ya vitu vya nyumbani. wanaduka wa kijiji walikuwa wamepiga marufuku kwa Wahamadia, hivyo Wahamadia walikuwa wakilazimika kwenda nje ya kijiji ili kununua bidhaa zao. karibu na nyumbani maadui walikuwa wamejificha, na wao wakawafyatua risasi. Muhammad Asif Saheb akapigwa risasi upande wa bega lake la kulia na ikatoka upande wa pili, ilhali kijana mwingine Asnan Ahmad akapigwa risasi kwenye mguu wake wa kushoto. wapinzani wakaendelea kufyatua risasi ili kusambaza hofu. vijana wetu japo wakapata majeraha, lakini wakatumia hima na azma na wakaendelea kuendesha pikipiki. polisi wakafika kwa kuchelewa. katika muda huo wapinzani wakaendelea kufyatua risasi na
vijana hawa hawakuweza kupelekwa hospitalini kwa wakati. Polisi walipofika, Asfer akakimbizwa hospitalini, lakini kwa sababu ya damu kumwagika sana hakuweza kunusurika, na akifika hospitali akauawa shahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesi ya tukio limeandikwa kwenye police station Pool Nagar, wilaya Kusur. Hali haibadiliki, tuone kwamba wanafanya nini. Watu watatu wamekamatwa. Asnan Ahmad ambaye alikuwa amepigwa risasi kwenye mguu wake amepewa matibabu na kwa fadhili ya Allah ana nafuu. Katika Balir, wilaya Kusur, tangu miaka 3 upinzani ni mkubwa. Wahamadia kesi zimefunguliwa zidi yao za uongo. Wahamadia wamepigwa, wameteswa. Katika uwanja wa makaburi ya Wahamadia, kutoka makaburi yao kalima tayyiba na aya zingine zilifutwa. Watu wamepiga marufuku juu yao na hawaruhusiwi kuchota maji kutoka filtration plant, na watoto wanatishiwa, wanapewa vitishio wanapoenda shuleni. Hii ndiyo hali yao. Katika familia ya shahidi, jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu ya baba yake Muhammadin Saheb, ambaye 1964 katika zama ya ukhalifa wa pili akienda Kadian wakati wa jalsa salana alikuwa amefanya bayat. Jina la babu ya marehemu shahidi lilikuwa Muhammad Yaqub Saheb. Marehemu shahidi alikuwa kijana wa kipekee wa wazazi wake. Alikuwa mwenye azma, alikuwa anawapenda wote, alikuwa na swali sala zote, na alikuwa kwa mstari wa mbele katika kuitumikia jumuiya. Alikuwa anashiriki kwenye michuano na mashindano mbalimbali ya jamaati. Muda si muda katika wilaya mashindano yalifanywa na alipata daraja ya kwanza. Marehemu alikuwa anamtumikia mama yake ambaye ni mgonjwa wa moyo. Mama yake ameeleza kwamba mtoto wangu alikuwa mtifu sana, hakuwahi kuniasi. Alikuwa mwenye kuwapenda jamaa na watu wote, ndugu zake wote. Dada yake Zahida Rafika anasema ndugu yangu alikuwa anawapenda wote, alikuwa anawajali wote, alikuwa na shauku ya kupata shahada. Mwenyezi Mungu alitimiza shauku yake. Siku 3 kabla ya shahada niliota ndoto kwamba kaka yangu, ndugu yangu amepigwa risasi. Nikampigia simu na nikajua hali yake. Siku ile ambapo tukio likatokea nikampigia simu na alisema kwamba nina shughuli. Niliongea naye kwa muda tu. Ndugu alisema kwamba tutaongea usiku, lakini sikuweza kuongea naye, na siku ile ile akauawa shahidi na akahudhuria mbele ya Allah. Dada yake anasema kwamba kwa sababu ya ndoto nilikuwa na wasiwasi sana, nilikuwa namwandikia huzur barua za maombi. Anasema kwamba nilikuwa na kuandikia barua. Nilipofika kwenye sentensi hii kwamba nimeona katika ndoto kwamba mdogo wangu amepigwa risasi, wakati ule ule nikapata taarifa kwamba mdogo wangu amepata daraja ya shahada. Wakati wa kifo chake marehemu alikuwa kwenye majalisi amla ya Khudamul Ahmadiyya wilaya Kusur. Alikuwa nazim Tahriki Jadid, na katika tawi alikuwa naib qaid Khudamul Ahmadiyya na nazim atfal. Kwenye familia ameacha wazazi na dada wawili. Nisar Ahmad Saheb ambaye ni sadr jamaat Balir anasema kwamba marehemu shahidi alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa mwenye hulka tukufu, alikuwa mtu mwema sana. Nilimkuta akiwa mnyofu, mtifu kwa ukhalifa, mwenye kupenda sana ukhalifa na mtumishi mzuri. Nilimkuta akitoa mchango kwa wakati, kusali kwa wakati, kutoa huduma mbalimbali kwenye wakare mbali na kulinda, na alikuwa anashiriki kwenye kila shughuli ya jamaat. Alikuwa anawatumikia wazazi wake na kuwajali sana. Tariq Ahmad Saheb ni mwalimu, anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima. Hakuwa na televisheni nyumbani kwake, lakini hutuba ya Khalifatul Masih alikuwa anasikiliza kila wiki kwa kupitia simu yake, au alikuwa akija kwangu kwenye Mission House ili kusikiliza hutuba. Anasema kwamba akiitwa kwa ajili ya shughuli ya jamaati alikuwa anahudhuria mara moja.
alikuwa anatekeleza wajibu wake wote kwa shauku. Alikuwa anawatumikia wageni wa jamaati kwa shauku. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, amwinue katika daraja, awajalie watu wa familia subira na uvumilivu. nchini pakistan watu hawa wanaofanya ugaidi na wanaopinga jamaat, ujasiri wao unaendelea kuzidi. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata haraka. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.